itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Nataka uone, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Jambo la kwanza ambalo nataka tulione, jambo la kwanza, sharti la kwanza au utaratibu wa kwanza ambao Mungu aliwekea watu wake alipokuwa anaingia agano nao. Sharti la kwanza, watu wa agano la Mungu walipaswa kusikia na kutii, sauti ya Mungu wao kwa bidii. Watu wa agano, kumbuka tunapozungumzia watu wa agano hapa ni taifa la Israeli. Watu wa agano la Mungu walipaswa kusikia na kutii sauti ya Mungu wao kwa bidii. Musa anaanza kuweka sharti la kwanza katika agano. Nataka uone hiyo. Musa anaanza mstari wa kwanza kwa kuweka sharti katika agano kabla ya baraka. Kabla ya baraka anasema hivi, anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Akusema utabarikiwa. Alianza kuweka utaratibu. Tunapozungumzia agano, nimekwambia ni makubaliano ya pande moja kwenda upande wa pili. Sasa na nimekwambia katika agano kuna bwana wa agano, katika tamaduni ya dunia ambayo Musa alikuwa anaandika. Sasa tunapozungumzia katika agano hili, bwana wa agano ni nani? Bwana Mungu. Hapo kuna maneno mawili, kuna Bwana na kuna Mungu. Neno Bwana maana yake ni mtawala. Neno Mungu maana yake ni muumbaji. Bwana Mungu anayetawala, mtawala, muumbaji. Anasema hivi, utakapoisikia sauti yangu kwa bidii. Neno kusikia kuna maanisha kusikia sauti ya Bwana. Neno kusikia kuna maanisha moja, neno kusikia ni kusikiliza kwa utii. Kusikiliza kwa utii maana yake ni kunyenyekea chini ya mamlaka. Ndio maana ya neno kusikiliza kwa utii, kunyenyekea chini ya mamlaka. Hiyo ndio maana ya kwanza neno kusikiliza kwa utii, kunyenyekea chini ya mamlaka. Nimekuambia katika agano lina Bwana. Sasa ni lazima wale ambao yule bwana wa agano wanaingia nao agano wanyenyekee chini ya mamlaka yake, kwa sababu yeye ndio mtawala wa lile agano. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, maana neno utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Jambo lingine,